Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kumtangaza mdhamini mkuu ambaye atakwenda kuidhamini klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025 2026, ambapo tenda hiyo aliishinda mdhamini mkuu ambaye ni Jairuti Farm. Jairuti ni kampuni ambalo limemgia mkataba wa miaka 5 wa kuidhamini klabu ya soka ya Simba kama mdhamini mkuu. Mara baada ya Jairuti kuingia ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ameweza kuahidi vitu vingi. Kitu cha kwanza ambacho alikiahidi ni kwamba atakwenda kuitengenezea klabu ya soka ya Simba uwanja utakao kuwa na capacity ama uwezo wa kubeba mashabiki kuanzia 10,000 mpaka 12,000. Lakini Jairuti aliweza kuweka wazi atakwenda kununua basi jipya la kisasa aina ya Raza, ambapo basi hili tumelishuhudia likitumiwa na vilabu vikubwa duniani. Hata hapa nchini Tanzania Azam ndio klabu pekee Afrika Mashariki wanatumia basi hilo la kisasa. Lakini kubwa kuliko, Jairuti aliingia mkataba wa kutengeneza vifaa vya klabu ya soka ya Simba Sports Club, kwa sababu Sunderland the only one mkataba wake na Simba umefikia mwishoni. Kwa hiyo tunaona yeye ndiye ambaye atakwenda kutengeneza jezi mpya za msimu ujao mwaka 2025-2026 ndani ya klabu ya soka ya Simba. Sasa Jairuti yeye ameweza kumtafuta mzabuni wake ambaye ndiye atakayekwenda kutengeneza jezi za klabu ya soka ya Simba. Sasa kubwa kuliko, jezi za klabu ya soka ya Simba hazitotengenezwa tena nchini Tanzania wala kampuni yote ile ya nchi za Tanzania. Jezi za Simba zitakwenda kutengenezwa na kampuni linalofahamika kama Diadora. Diadora ni kampuni linalotengeneza vifaa vya michezo duniani. Kampuni hili linatokea katika mji wa Caireno di San Marco Veneto pale nchini Italia. Kwa hiyo jezi za Simba Sports Club zitakwenda kutengenezwa na kampuni kubwa kutokea Italia, Diadora. Tunafahamu wote Diadora ni kampuni kama Adidas, ilivyo Nike, ilivyo Puma. Kwa hiyo tunaona Diadora nao ni miongoni mwa makampuni makubwa duniani. Kwa hiyo kampuni hili linatengeneza vifaa mbalimbali duniani na ni kampuni ambalo lilianzishwa mwaka 1948. Ni kampuni kubwa kweli kweli pale nchini Italia. Tunashuhudia vile vile wamewahi kutengeneza jezi za Liverpool katika miaka ya nyuma huko. Diadora wamewahi kutengeneza jezi za vilabu kama Swansea, Hull City ambao pia vimeshiriki ligi kuu nchini England pale maarufu kama Premier League, bila kusahau AC Roma kwa pale nchini Italia nao pia wameshawahi kutengenezewa jezi na kampuni hili la Diadora. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club watakuwa wamelamba dume, kwa sababu kampuni hili lina uzoefu na linajua kutengeneza jezi nzuri, na ukiangalia hata katika mitandao yao ya kijamii kwa sasa ni timu nyingi ambazo zinatengenezewa jezi na kampuni hili kubwa la Diadora. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kwa nchi ya Tanzania, Simba Sports Club inakuwa klabu ya kwanza kutokea Tanzania kuweza kupata kampuni katika bara la Ulaya ambalo litakwenda kutengeneza jezi zao kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025 2026. Kwa Simba wanakwenda kuvaa kampuni kubwa ya Diadora, ambapo kwa upande mwingine wengi walijitokeza, lakini Diadora ndiye ambaye ameweza kushinda tenda ya kutengeneza vifaa ikiwemo jezi, bipsi, tracksuit zile za kwa ajili ya kusafiria. Kwa hiyo kubwa kuliko ni jezi za Simba zinakwenda kutengenezwa kwa kampuni la Diadora lililopo nchini Italia. Bwana, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kufurahishwa na taarifa hii, kwa sababu Simba wanaendelea kupiga hatua 1 mpaka 2 kila kukicha. Simba wanakuja na jambo kubwa. Kwa hiyo tuambie neno la comment, taarifa hii wewe umeipokea vipi kwa Simba kutengenezewa jezi na kampuni kubwa Diadora, ambao pia alishawahi kutengenezea vilabu vingi duniani ikiwamo Liverpool, Hull City, Swansea, bila kusahau na klabu ya soka ya Middlesbrough ya pale England nao pia imewahi kutengenezewa vifaa. Kwa hiyo like video yetu kama ni mshabiki wa Simba umefurahishwa na taarifa hii. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277.
Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.